Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako. Muteba akiwa anamiliki mitambo. Mahali pote ambapo ulipo nikukaribishe kuweza kujiunga nasi katika taarifa zetu za habari. Mahali pote ambapo ulipo, ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu Muteba TV, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata taarifa zetu kupitia Muteba TV. Vituo vyetu vya karibu vinapatikana Uvira jimboni Kivu ya Kusini chini Kongo ya Kidemokrasia, na huko Burundi hata Lubumbashi, Kinshasa na Umarekani. Karibu kuweza kuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika taarifa zetu za habari ambazo tutakazozungumzia kwa siku ya leo, ama ambazo tutakazochambua kwa siku ya leo. Tutazungumzia umoja wa wanawake na vyombo vya habari kwa ajili ya amani Kivu Kusini FMP, ambayo iliandaa rasmi mjadala wa amani siku ya Jumatano ya tariki 22 Oktoba kuhusu usalama wa wanahabari na uendelezaji wa vyombo vya habari huru na visivyokuwa na upendeleo katika maeneo ya Fizi na Uvira. Na pia maafisa wa jeshi la Kongo FARDC walioteuliwa hivi karibuni kwa ajili ya jimbo la Kivu Kusini wamewasili katika mji wa Uvira Jumatano ya tariki 22 Oktoba mwaka 2025. Na Kivu Kaskazini, gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini General Meja Somo Kakule Evariste akabizi magari kwa viongozi wa serikali. Na pia baada tu ya Nairobi DRC, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange atangaza kurejea kwake Kinshasa mwishoni wa mwezi Oktoba na kuomba kuweza kupokelewa bila shaka. Kivu Kaskazini, mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo kati ya eneo la Masisi, wakaazi wakimbia eneo zao. Chama cha upinzani PPRD cha Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange wameendesha mkutano huu Alhamisi, na kuna Mheshimiwa Obeminaku Njala Njoko, makamu wa rais wa kitaifa wa chama hicho, pamoja na Profesa Emmanuel Ramadhani Shadari, katibu mkuu wa chama hicho. Haya na mengine, mtazamaji wa television Muteba TV, tutakwenda kukuzungumzia kwa siku ya leo, tukisema mwanzo hadi mwisho, ambatana nasi. Naam, tuanze na habari hizi. Kivu Kusini, tariki 22 Oktoba mwaka 2025, umoja wa wanawake wa vyombo vya habari kwa ajili ya amani Kivu Kusini FMP iliandaa rasmi uhamasishaji siku ya Jumatano ya tariki 22 Oktoba kuhusu usalama wa wanawake na uendelezaji wa vyombo vya habari huru na visivyo na upendeleo katika maeneo ya Uvira na Fizi. Tukio hilo lilifanyika katika ukumbi wa wanawake na wasichana wa manispaa ya Uvira na iliyokusanya washirika zaidi ya 35 ukiwemo viongozi wa serikali ya mkoa, wilaya na mji, ukiwemo naibu meya wa Uvira Kifara Kapenda Kiki na naibu msimamizi wa wilaya ama administrateur du territoire assistant Timothée Bakanirwa. Hudhuria wa usalama, wanahabari, watetezi wa haki za kibinadamu na wajumbe wa sasi za kiserikali. Lengo kuu la mkutano ulikuwa ni kuboresha usalama wa kimwili na wa kitaaluma kwa waandishi wa habari wa Uvira Fizi, kwa kuhimiza utekelezaji wa sheria zinazolinda uhuru wa vyombo vya habari. Katika hotuba yake, mratibu wa FMP Bi Josephine Mugubi alifichua kuwa kati ya tariki 15 Februari hadi tariki 30 Septemba mwaka 2025, shirika lake lilibaini visa 55 vya ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari, vikiwemo vitisho, vitendo vya unyanyasaji, mashambulio ya kimwili, kunyang'anywa vifaa vya kazi na hata unyanyasaji wa kijinsia, mambo yanayohatarisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa uhuru pia
na usalama. Bi Mugubi aliomba kwa nguvu mamlaka husika kuhakikisha utekelezaji wa sheria zilizopo ili kujenga mazingira salama na yenye heshima kwa uandishi wa habari. Akijibu wito huo, waziri wa mkoa anayesimamia sekta ya habari na mawasiliano Didier Kabi Bashizi aliunga mkono juhudi za FMP, akitambua umuhimu wa wanahabari katika maendeleo ya jamii. Alisisitiza ahadi ya serikali ya mkoa chini ya uongozi wake Jean-Jacques Purusi Sadiki ya kuwalinda wanahabari na watetezaji wa haki za kibinadamu, hasa katika kipindi hiki cha migogoro. Waziri huyo alipongeza kazi ya ufuatiliaji wa FMP, akisema kuwa takwimu zilizokusanywa zitakuwa msingi wa kuboresha mfumo ya kazi. Hata hivyo, aliwasihi waandishi kuwa wajenzi wa amani kwa kuepuka kueneza ujumbe wa chuki na mgawanyiko. Mpango huu wa uhamasishaji ni sehemu ya mchakato endelevu wa FMP inayolenga kuboresha usalama na mazingira ya kazi ya waandishi wa habari ili kuhakikisha taarifa huru ya ukweli na yenye kujumuisha, pia kuridhisha katika jamii. Maafisa wa jeshi la Kongo FARDC walioteuliwa hivi karibuni kwa ajili ya jimbo la Kivu Kusini wamewasili katika mji wa Uvira Jumatano ya tariki 22 Oktoba mwaka 2025. Miongoni mwao ni Generali wa Brigedi Ilunga Kabamba Jean-Jacques, ambaye ndiye kamanda mpya wa kijeshi wa 33e, na Generali Amuli Chiviri, kamanda wa sekta ya kijeshi Sokola de Sud-Sud. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa jeshi katika sekta ya Sokola ya pili Sud-Sud Kivu chini yake Luteni Mbui Kalonji alieleza kuwa majenerali hao waliwasili kupitia mpaka wa Kavimvira wakitokea huko Burundi. Alikumbusha pia kuwa kamanda mpya wa mkoa wa kijeshi wa 33 anachukua nafasi ya marehemu Generali de Brigade Mwakumbuluku Jean Daniele alifariki kutokana na maradhi kiwa kazini, wakati Generali Chiviri anachukua nafasi ya Generali Mwehu Lumbu Evariste. Inafaa kutaja kuwa kwa sasa mji wa Uvira ulioko kusini mwa Kivu Kusini ndio unahifadhi taasisi za jimbo baada tu ya mji wa Bukavu na baadhi ya maeneo kutekwa na waasi wa M23. Kivu Kaskazini. Gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini Generali Meja Somo Kakule Evariste akabidhi magari kwa viongozi wa serikali. Ni huko Beni tariki 22 Oktoba mwaka 2025. Gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini Generali Meja Somo Kakule Evariste amekabidhi rasmi magari ya aina ya Jeep kwa baadhi ya waziri wa serikali wa jimbo pamoja na makamu wa rais wa bunge la mkoa wa Kivu Kaskazini. Tukio hilo lilifanyika siku ya Jumatano mjini Beni na linakuja baada tu ya rais wa bunge la mkoa kupokea gari la aina ya Jeep-Tex iliyotolewa na serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini. Zawadi hiyo inalenga kusaidia viongozi na watumishi wa umma wanaokabiliwa na changamoto za usafiri ndani ya jimbo, hasa baada tu ya kuhama kutoka Goma kufuatia mauziano ya mkataba dhidi ya waasi wa M23. Kiongozi wa jimbo hiyo alisisitiza umuhimu usimamizi mzuri wa rasilimali, akiwataka viongozi hao kwa kutumia magari hizo kwa uwajibikaji kama wazazi wa familia wanaojali mali ya umma. Kwa upande wake, Mheshimiwa Davidi Kamuha Msombao, mkurugenzi wa ofisi ya gavana wa mkoa, alitoa shukrani na upongezi kwa niaba ya walionufaika, akieleza kuridhishwa na hatua iliyo muhimu ya serikali ya jimbo katika kuboresha mazingira ya kazi ya viongozi wa umma. Baada ya Nairobi, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyehukumiwa kifo
Joseph Kabila Kabange atangaza kurejea kwake Kinshasa mwishoni mwa mwezi Oktoba na kukanusha madai kwamba alikuwa uhamishoni. Katika mahojiano mfupi iliyofanya na Standard Media Group nchini Kenya siku ya Jumatatu ya tarehe 20 Oktoba, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangaza kuwa atarudi Kinshasa, mji mkuu wa DRC, mwishoni mwa mwezi. Kabila amesema kuwa yuko tayari kukutana na wakazi wa pale Kinshasa na amesisitiza kuwa hana cha kuogopa, huku akikanusha taarifa dai kuwa alikuwa katika uhamishoni wa kisiasa. Kivu Kaskazini, mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo katika eneo la Masisi, wakazi wakimbia makazi yao. Mapigano makali yaliripotiwa hii siku ya Jumatatu ya tarehe 21 Oktoba mwaka 2025 kati ya waasi wa M23 AFC na wapiganaji wa Wazalendo na kukumba vijiji kadhaa vya la Bashali Mkoto katikati ya wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vijiji vya Kinyana, Bibwe na Nyabiondo ambayo ilishuhudia mapigano hayo iliyotangulia viko bado katika tishio kubwa. Kuanzia alfajiri, milio mizito ya risasi ndogo na nzito ilisikika, ikafanya wakaaji waweze kukimbia. Kati ya saa 5 asubuhi hadi saa 2 za mchana, eneo hilo mapigano kati ya waasi wa FC M23 na Wazalendo wanaongozwa na Jean-Marie Bonane yalisimamishwa shughuli zote za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Licha ya mwito wa mara kwa mara wa kusisitiza mapigano, vita hivyo vimeendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja na hivyo kuchukua hali ya ukosefu wa utulivu magharibi mwa Masisi na magharibi mwa Ruchuru. Hali inaendelea kuwa tete, huku mtoto mmoja ameripotiwa kufariki dunia na watu kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya risasi ambayo iliorozeshwa eneo hilo. Chama cha kisiasa PPRD cha Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange, aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiendesha mkutano ambao umekutanisha viongozi hii Ijumaa tarehe 21 Oktoba mwaka 2025, hudhuriwa na Mheshimiwa Obeminaku Njalonjoko kama makamu wa rais wa kitaifa wa chama hicho, naye Profesa Emmanuel Ramadhani Shadari katibu mkuu wa chama hicho. Baada tu ya majadiliano hayo PPRD ilikubaliana kwa kauli moja juu ya kuimarisha mradi ya viongozi na wanachama wake pamoja na kufufua taasisi zote rasmi za chama kwa ajili ya maandalizi ya hatua madhubuti za kisiasa. Chama hicho kimepinga vikali mpango wowote wa serikali ya sasa inayolenga kubadilisha katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2025, kikieleza kuwa ni hatua isiyofaa na yenye hatari kwa taifa. Aidha, PPRD imeunga mkono na kuhimiza kuanzishwa kwa jukwaa la Tuokoe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na linatoa wito kwa wananchi wote kujiunga kwa wingi katika juhudi hizo za kuilinda na kuiokoa DRC kwa mujibu wa masharti ya kikatiba ya Februari 26. Kama chama kinachoongozwa katika fikra za mageuzo, PPRD inaendelea kujipanga kikamilifu kwa ajili ya kurejesha madaraka kwa njia ya kidemokrasia. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambazo zimeandaliwa na kusomwa na Janvier Emmanuel Kaluya. Nikutakie usikilivu mwema wa vipindi vyetu kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwaheri.